Hiki ni kile ambacho kinashika kasi, vita vya Israel na Iran. Sasa nikupe moja ya ujumbe uliotolewa na Bi Sara Netanyahu. Huyu ni mke wa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Yeye amewahutubia watu wa Iran kupitia ujumbe maalum uliotolewa kwenye mtandao wake pia wa kijamii. Ukiingia utakuta Sara.Netanyahu, na amewahutubia watu wa Iran kwa heshima na matumaini, akisisitiza kuwa Israeli haina uadui na wananchi wa Iran, bali inapinga vikali utawala wa kiimla unaowakandamiza. Anasema, ninyi watu wa Iran ni warithi wa utamaduni wa kipekee na wa kuvutia. Mna historia tajiri, vipaji vikubwa na busara ya kipekee ambayo imeleta mchango mkubwa kwa dunia. Akiendelea alibainisha, mapambano yetu si dhidi yenu, sisi si maadui wenu. Tunapinga utawala unaowanyima haki zenu za msingi. Si watu wa Iran tunatamani kuona siku ambapo mataifa yetu mawili yataishi kwa amani, uhuru na urafiki. Netanyahu alihitimisha kwa kusema kuwa matumaini bado yapo, na akaendelea imani yake katika siku za usoni zilizojaa mshikamano na maelewano kati ya watu wa Israeli na Iran ipo. Mwisho kunukuu ujumbe huo wa mke wa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Sasa tuendelee na kile ambacho kinaendelea huko kushika kasi katika ile misuguano ya hapa na pale na mengineyo katika uwanja wa kivita. Kikubwa zaidi ni kwamba Iran haina nia ya kuacha kurutubisha uranium kwa malengo ya amani, na itaendelea kutekeleza majukumu yake chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Naibu waziri wa mambo ya nje Majid Takht Ravanchi anasema, sisi ni chama cha kweli cha NPT, na kwa msingi huu tunarutubisha madini ya uranium. Vile vile, wakati hali ya kijiografia inabadilika tena, Iran inaona ni muhimu sana kushauriana na kuratibu na Urusi. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi anasema alipowasili Moscow kwa mkutano na rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika mazingira haya mapya hatari, wakati utaratibu wa dunia upo chini ya tishio, mashauriano yetu na Urusi bila shaka yanaweza kuwa ya umuhimu mkubwa. Mwanadiplomasia huyo mkuu alisema kwenye shirika la utangazaji la taifa la Iran, tunajaribu kuratibu nafasi zetu. Araghchi alishukuru Urusi kwa kulaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Shambulio la Amerika ni kitendo cha uchokozi ambacho lazima kilaaniwe bila shaka. Tunashukuru msimamo wa Urusi ambayo siku ya Jumapili ililaani uchokozi huu kwa maneno makali iwezekanavyo. Mwanadiplomasia huyo mkuu alisisitiza kuwa Teheran na Moscow ni washirika wa karibu wanaohitaji kuwa katika ukurasa mmoja. Siku zote tumeshiriki imani zinazofanana na kushauriana kwa karibu ili kukabiliana na changamoto na vitisho vya pamoja. Hili ndilo litakalofanywa Jumatatu wakati wa mkutano na rais wa Urusi, Araghchi alibainisha. Sasa kwa kuwa Marekani imeshambulia Iran, Teheran inaweza kwa uhalali kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani na vituo vya kijeshi vya Marekani. Mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Iran, Luteni Jenerali Abdurrahim Mosavi anasema, Marekani wahalifu wamefungua mikono ya wapiganaji wa Kiislamu katika jeshi la Iran kuchukua hatua dhidi ya maslahi ya Marekani na jeshi la Marekani. Marekani iliingia vitani moja kwa moja kwa kukiuka mamlaka ya Iran ya Kiislamu na kuingilia ardhi takatifu ya nchi yetu. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz wa Iran kutakuwa tishio kubwa, hivyo mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watajadili uwezekano wa suluhu la kidiplomasia la mzozo huo. Mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya wa mambo ya nje na sera ya usalama Kaja Kallas anasema baada ya kuwasili katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, mawaziri wamezingatia sana suluhu la kidiplomasia, pia wasiwasi wa kulipiza kisasi huku vita hivi vikizidi ni mkubwa. Hasa kufunga kwa mlango bahari wa Hormuz na Irani ni jambo ambalo lingekuwa hatari sana na sio zuri kwa mtu yeyote, Kallas alisema. Kallas pia aliruhusu vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Iran ili kuhakikisha kuwa Iran hairejeshi mpango wake wa nyuklia. Anasema, tupo katika JCPOA, mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja. Tuna wajibu na bila shaka tuna utaratibu huu wa vikwazo ambao unarejesha vikwazo vyote kwa Iran ikiwa hakuna maboresho juu ya hali na mpango wa nyuklia. Na bila shaka hiyo itamaanisha kuwa uchumi wa Iran haufanyi vizuri, na si kweli watu wa Iran hawana mpango wa nyuklia. Tunapaswa kufanya kazi hilo, alisema. Vinginevyo, kulingana na yeye, EU inatetea diplomasia na suluhisho la kidiplomasia. Vile vile, Rais wa Urusi Vladimir Putin amempokea waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi katika ikulu ya Kremlin. Mkutano huo unafanyika dhidi ya hali ya kuongezeka kwa Mashariki ya Kati, na Israeli imekuwa ikipiga Iran kila siku tangu Juni 13. Lengo rasmi la operesheni yake ni uharibifu wa programu za makombora na nyuklia za Teheran. Mzozo huo ulikuwa mkali haswa kuhusiana na shambulio la Amerika kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran mnamo Juni 22.
Putin amesema kwenye hotuba yake ya ufunguzi, "Mpendwa Mheshimiwa Waziri, nimefurahi sana kukuona. Unazuru Urusi katika wakati mkali wa hali mbaya ya eneo na karibu na nchi yako." Amebainisha kuwa msimamo wa Russia kuhusu mzozo wa Iran na Israeli unafahamika vyema. Imeelezwa wazi na Wizara ya Mambo ya Nje kwa niaba ya Urusi, "Unajua misimamo ambayo tumechukua katika Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa." Vile vile, jeshi la ulinzi la Israeli linashambulia shabaha za serikali katikati mwa Tehran kwa nguvu ambazo zijawahi kushuhudiwa. Waziri wa Ulinzi Israel Katz anasema IDF sasa inashambulia malengo ya serikali na vyombo vya ukandamizaji vya serikali katika moyo wa Tehran kwa nguvu isiyo na kifani. Katz alisema taarifa za waziri huyo zilisambazwa na vyombo vya habari vya jeshi la ulinzi la Israeli. Wakati wa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, rais wa Urusi Vladimir Putin ametaja mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya Iran kuwa ni uchokozi usio na sababu yoyote. Anasema hiki ni kitendo kisichochochewa kabisa cha uchokozi dhidi ya Iran, hakina msingi au halali, Putin amesema. Alisisitiza msimamo wa Urusi. Anasema msimamo wetu juu ya matukio ya sasa unajulikana, umeelezwa wazi na Wizara ya Mambo ya Nje kwa niaba ya Urusi. Kama ilivyoainishwa katika taarifa ya awali ya Wizara ya Mambo ya Nje, Moscow inalaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Wizara ilitoa wito wa kukomeshwa mara moja kwa uhasama na ikahimiza kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia ili kurudisha hali katika mkondo wa kisiasa na amani. Mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli asubuhi ya leo yamekuwa ya muda mrefu zaidi tangu kuanza kwa mzozo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limeripoti. Wanasema Waisraeli wanasema kwamba shambulio hilo lilizusha kengele ya muda mrefu zaidi kwenye maeneo yaliyokaliwa na kusababisha hofu. Shirika la Mehr limesema likinukuu ripoti ya IRGC, Iran ilitumia makombora ya Hebar Shekan, Emad, Kadri na Fatah Dashwan wakati wa shambulio la Israeli, shirika la Fars limesema. Licha shambulio lisilo la msingi la Marekani dhidi ya Iran, Teherani kwa sasa haipo katika hali ya vita na Washington, anasema Mohammad Ahmadinejad, balozi wa Iran nchini Ufaransa. Hapana, Iran haiko vitani na Marekani. Kufuatia uvamizi wa Israeli kwenye ardhi ya Iran, kitendo kingine cha uchokozi kilifanywa na Marekani ambacho kimekiuka kanuni zote za sheria za kimataifa na mikataba yote inayosimamia ushirikiano kati ya mataifa. Kulingana na balozi huyo, shambulio la Marekani lilitokana na mawazo ambayo hayajathibitishwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Amesisitiza kuwa vituo vya nyuklia vya Iran vimekuwa chini ya usimamizi wa kimataifa, huku ripoti za hivi punde ikithibitisha hali ya amani ya shughuli zao. Hili ni pigo kali kwa utu, heshima na fahari ya watu wa Iran. Ukweli kwamba Marekani ilishambulia bila idhini au mamlaka yoyote, wa Iran wanaona hili kwa lisilo na udhuru. Jibu la Iran linatokana na haki isiyoweza kukataliwa, haki ya kujilinda. Muda, kiwango na aina ya jibu hili inategemea maamuzi ambayo yanajadiliwa nchini Iran. Hatari zinazoweza kutokea za mionzi kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye vituo vya nyuklia nchini Iran bado hazijatathminiwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Urusi. Kwa hakika bado haijaamuliwa ni nini kilitokea kwa tovuti hizo za nyuklia na ikiwa kuna hatari za mionzi. Peskov alisema akijibu swali la mwandishi, hata kama umesikia taarifa kutoka shirika la Atomic kwamba hakuna dalili za uchafuzi wa mionzi. Haya yote ni masuala ambayo hayawezi lakini kusababisha wasiwasi, Peskov alieleza. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Maafisa wakuu wa Marekani hawajui zilipo hazina ya Iran ya madini ya uranium iliyorutubishwa baada ya Marekani kufanya mashambulizi kwenye vituo vya nyuklia vya nchi hiyo. Gazeti la New York Times linasema, kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, si makamu wa rais wa Marekani JD Vance wala mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya Atomic Rafael Grossi anayefahamu kilogramu 400 za uranium iliyorutubishwa hadi 60% ya usafi wa Iran hapo awali ilikuwa wapi. Wakati huo gazeti hilo lilibainisha kuwa mashambulio dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yanaweza kurudisha nyuma mpango wake wa nyuklia miaka 2 hadi 5. Vile vile, marais wa Urusi na Marekani Vladimir Putin na Donald Trump mtawalia wamejadili mara kwa mara mzozo wa Iran na Israeli katika mazungumzo yao ya hivi karibuni, lakini kiongozi huyo wa Marekani hakuwahi kumfahamisha mwenzake wa Urusi kuhusu nia ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amesema Jumatatu hakukuwa na taarifa za kina. Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari akijibu swali ikiwa Trump alimtaarifu Putin mapema kuhusu nia ya Marekani kuishambulia Iran. Suala la Iran lenyewe lilijadiliwa mara kwa mara na marais wakati wa mazungumzo yao ya hivi karibuni. Urusi ilitoa mapendekezo fulani, lakini hakukuwa na taarifa za kina za moja kwa moja kuhusu hili, Peskov
aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.